Hujambo na karibu katika makala maalumu ya yaliyojiri NETC juma hili, kipindi ambacho kinakuletea habari na uchambuzi wa matukio mbalimbali. Na mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni Hope Media NETC. Miongoni mwa matukio tulionayo juma hili: waumini wa kanisa la Waadventista Sabato wametakiwa kufanya ibada za nyumbani pamoja na kufanya uamsho na matengenezo ya kiroho kwenye familia. Na conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania imefanya changizo la ujenzi wa ofisi za conference hiyo. Hayo na mengine mengi, fuatana nami hadi tamati mwa kipindi hiki cha yaliyojiri NETC juma hili. Na sasa nikupitisha katika taarifa nilizokuandalia juma hili. Waumini wa kanisa la Waadventista Sabato wametakiwa kufanya ibada za nyumbani pamoja na kufanya uamsho na matengenezo ya kiroho kwenye familia. Waumini wa kanisa la Waadventista Sabato wametakiwa kufanya ibada za nyumbani pamoja na kufanya uamsho na matengenezo ya kiroho kwenye familia zao. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Musa Nzumbi, baada ya kufanya ziara katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Gonja Bombo katika milima ya Pare wilayani Same mkoani Kilimanjaro, na kuzungumza na waumini wa kanisa hilo, ambapo amesisitiza usomaji wa Biblia na vitabu vya roho ya nabii ili kukua kiroho. Pia tumekuwa na msisitizo wa uamsho na matengenezo, kusisitiza washiriki kwa ajili ya ibada, usomaji wa Biblia, usomaji wa vitabu vya roho ya nabii. Ni baadhi ya maeneo ambayo tumekuwa tukiyasisitiza katika mikutano na semina zetu. Ninaendelea kutoa wito kwa makanisa yetu kuendelea kuhimiza washiriki wetu kuzingatia ibada katika nyumba zao, lakini ibada katika maeneo yetu ya makanisa, ili waendelee kukuzwa kiroho na kuandaliwa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Hata hivyo, mkurugenzi wa afya na kiasi katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, Dr. Amos Kihedu, aliendesha semina ya afya na mtindo wa maisha, ambapo amesisitiza utunzaji wa mwili kwa kuwa kuna uhusiano na wokovu wa mwanadamu. Semina ambayo mimi nimeitoa ni semina ya kuwatia moyo washiriki juu ya mambo ya afya na kiasi, umuhimu wa afya na mahusiano yaliyopo kati ya afya ya mwili na maisha ya kiroho. Mungu wetu anahitaji tuweze kutunza miili yetu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:15-17, ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ya kwamba tunawajibika. Tusipoitunza miili yetu, Mungu anasema tutawajibika kwa ajili ya hilo. Na roho ya nabii anasema ya kwamba Mungu anawasiliana nasi kupitia mfumo wa ubongo na mishipa ya fahamu, na hiyo ndio inayofanya mtu afanye maamuzi na uchaguzi ulio sahihi. Kwa hiyo tunawatia moyo washiriki ya kwamba watunze afya zao, watunze miili yao, maana ndani ya mwili ambao hauna afya njema, hata mfumo wa ubongo na mishipa ya fahamu haufanyi kazi vizuri. Na kwa hiyo wengi wanaweza wakapotea kwa sababu tu miili yao haikuwa sawa, na hivyo wakafanya maamuzi au uchaguzi ambao hauko sahihi. Kwa hiyo tumefundisha ya kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya afya ya mwili na wokovu wetu. Katika ziara hiyo, Mchungaji Musa Nzumbi ameweka jiwe la msingi katika ujenzi wa kanisa la Waadventista Sabato Kanza na nyumba ya mchungaji wa mtaa wa Bombo, ambapo mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Bombo, Mchungaji Elinazi Ruben, amesema kanisa hilo limetiwa moyo wa kuendelea kuifanya kazi ya Mungu. Ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa nyumba ya mchungaji, na amewapongeza washiriki kwa hatua ambazo zimefikiwa, na ametutia moyo sana kukamilisha zoezi hili na mchungaji aweze kuhamia. Tumebarikiwa sana na huduma zake na semina za wakurugenzi aliokuja nao, hususani semina za afya pamoja na zile za huduma pamoja na idara ya mawasiliano na shule ya Sabato. Kama washiriki wa kanisa la Gonja Bombo, tumefurahia kwa kuweka jiwe la msingi katika kanisa la Bombo.
Pia tumefurahia maombi ya siku ya leo. Tumefurahia sana kwa ujio wake. Kanisa la Waadventista Sabato Uwanjani Gonja Lugulu wanaendelea na ujenzi wa jengo la kanisa hilo ambalo linajengwa kwa sadaka za mshiriki mmoja kwa kusaidiana na washiriki wa kanisa hilo. Washiriki hao wametokana na effort iliyofanyika katika eneo hilo na zaidi ya watu 150 walibatizwa. Mimi naitwa Stanley Safieli Mkuna na nimezaliwa katika kijiji hichi cha Lugulu. Hili mnaloliona hapa ni kanisa la Uwanjani. Jengo hili ni kanisa la Uwanjani. Kwa hiyo hapa ni Lugulu Uwanjani. Hivyo kanisa hili kulifanyika effort kabla ya miaka mitatu nyuma hivi. Effort ilifanyika, wakabatizwa watu 150. Hivyo watu wale waliobatizwa, basi wachungaji wakapendekeza kwamba wasirudishwe, kwa hiyo wasibaki kwenye makanisa ambayo yalishajengwa, yalishaanzishwa. Kwa hiyo ikatengwa kwamba washiriki hawa wakae katika kanisa lao. Basi kuna kama kakibweta hako, wakawa wanasalia hapa. Na hawa washiriki 150 wakawa wameazimia kujenga kanisa. Lakini kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu akatokea rafiki yetu mmoja anaitwa Machwa, akajitolea kujenga kanisa. Akaenda basi, kwanza akatuambia nataka mjenge kanisa lenye uwezo wa kuingia watu wangapi. Tukamwambia kuanzia 250 hadi 300. Akasema pale itakuwa ni dogo, tujenge kanisa la watu 400 hadi 500. Basi akaenda. Baada ya hapo akatumia hela za mawe, tukaanza kugonga mawe kidogo kidogo hivyo hivyo. Baada ya hapo tena akatuongezea tena hela kwa ajili ya kujenga msingi. Washiriki wa Uwanjani wanakuwa kama nguvu kazi, alafu yule analeta material. Basi tukajenga tumaliza foundation. Baada ya kumaliza foundation akaanza bwana, sasa hiki kijengo cha juu natakiwa tumnipe tathmini ya kutoka hapo chini kwenye msingi mpaka kwenye lenta. Tukamuomba basi, tukatafuta mkandarasi, akatafuta tathmini pale, ikawa ni milioni 28. Ile hela kaingiza kwenye akaunti ya kanisa milioni 28. Tukapiga tulifika kwenye lenta. Basi kuna mambo mengine kaongezeka tena, akatuma hela. Baada ya hapo akatoa basi, nataka mniambie kwamba mabati yataingia kiasi gani na tupaue kwa mabati aina gani. Basi lengo letu lilikuwa tupaue kwa vile vigae original. Baada ya hapo akasema basi haina shida, ngoja tupaue kwa mtindo huu, tuendelee na mambo mengine, maana kuna mambo ujenzi wetu bado unaendelea. Basi tukamtuma fundi mkuu na mkuu wa majengo na mzee wa kanisa, kaenda Dar es Salaam, kaenda kiwandani, akawaambia bati hili hapa linafaa, akasema linafaa. Basi ndio akatuletea bati hizi ambazo mnaziona ziko hapa juu, na mpaka sasa hivi kuna visehemu ambavyo vimebakia vya kumalizia, kuna kama pisi 300 hivi ambazo zimebakia. Hizi pisi 300 kwa bahati nzuri kiongea na jamaa yuko nje ya nchi kidogo, lakini kaniambia ukinaja takuwa sharudi Tanzania. Basi hapo itabidi tena wazee waende wakafanya nini? Waende wakachukue material waliobakia, tumalize ili tuendelee na masuala ya finishing. Na mikakati sasa hivi tukimaliza kuwezeka, basi tunaanza kujenga mimbara. Ndio mikakati tunaona. Tukimaliza mimbara basi ni finishing ya nyumba, tukimaliza finishing ya nyumba sasa tunakuja kwenye uwanja, kwenye kanisa la watoto. Kanisa la watoto nao tukilimaliza njozi yetu, tunaomba tuungane na huyu bwana mwenye eneo ile tugaie, basi tujenge na hosteli na mengine. Tuna mkakati mpaka kujenga shule ya nathari katika eneo hili. Kwa hiyo ndipo uwanja utakuwa unatosha, basi tutajenga na mambo mengi. Na sasa tuelekee huko Malindi Manoro. Mwenyekiti wa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Musa Nzumbi, amewapongeza washiriki wa kanisa la Waadventista Sabato Manoro, mtaa wa Majaribio wa Malindi B, wilayani Lushoto mkoani Tanga, kwa kubadilisha taswira kujenga nyumba ya mchungaji wa mtaa. Mchungaji Nzumbi amesema hayo katika mahojiano baada ya ibada ya kuweka jiwe la msingi katika kanisa la Manoro. Lile jambo ambalo linakubadilisha taswira wamelipokea vizuri na wanabadilisha, inatia moyo.
maeneo mengine yote ambao hawajapata nyumba ya mchungaji wajitahidi kujenga nyumba ili wachungaji wetu waweze kuwa na maeneo mazuri ya kuishi. Lakini pia tunahimiza makanisa yetu ambayo bado hayajawekwa wakfu wajitahidi kukamilisha ili makanisa yawe na hadhi ya ibada. Lakini tunahimiza pia kila washiriki katika maeneo yetu ya conference wajitahidi kuwa waaminifu katika kuhubiri Injili ili watu wengi wampokee Yesu. Kwa upande wake mlezi wa kanda ya Malindi Nuru Buzingo amewahimiza washiriki kuvipiga vita vizuri katika kumfanyia Mungu kazi. Vipige vita vizuri katika kuhakikisha yale makanisa ambayo bado hayajaweka mawe ya msingi, basi tuweke mawe ya msingi. Tulipita sehemu fulani pale katika mtaa wa Ndungu panaitwa Maore, wenzetu wamefanya vizuri na wanakimbia katika kufanikisha jambo hili linatokeza katika hali nzuri. Nikutie simu mshiriki mwenzangu wa kanisa mahali popote unaponiona na kunisikiliza, basi vipige vita vizuri vya imani. Fanye kazi ya Mungu mahali ulipo. Nao washiriki wa kanisa hilo akiwemo Aminaeli Joshua pamoja na Steven Makenya wamekuwa na haya ya kusema. Tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia hapa. Kwa hiyo ninawatia nguvu, kazi hii ni yetu, ni ya kila mmoja. Mungu aendelee kututia nguvu ili tuweze kumaliza ujenzi wa nyumba yetu ya mchungaji ili mtaa wetu utengwe. Kwa hiyo tujitahidi sana kwa matoleo, pia tujitahidi kwa michango kwa ajili ya kazi ya Mungu ili tuweze kuimaliza hii kazi. Yesu anaporudi tena tuweze kuwa tayari kumpokea tukiwa na familia zetu. Lakini hata hivyo tunamshukuru Mungu maana amekuwa pamoja nasi, tumekuwa bega kwa bega makanisa yote 8. Lakini pia tukishirikiana na makanisa ya mtaa ambayo tumekuwa tukishirikiana katika ujenzi wa nyumba hii. Binafsi naamini kabisa kwamba tukishirikiana, kwa kuwa Mungu yuko pamoja nasi, basi kila kitu kitakwenda sawa na hatimaye nyumba hii itakamilika. Na sasa turejee Same mkoani Kilimanjaro. Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania imefanya changizo la ujenzi wa ofisi za makao makuu Same Kilimanjaro. Wawakilishi wa kanisa la Waadventista Sabato Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania kila kanisa wakiwemo wachungaji wa mitaa walihudhuria katika hafla hiyo katika ukumbi mpya uliopo katika jengo hilo katika makao makuu ya Conference ya NTC wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa ofisi hizo ameendelea kutoa wito kwa washiriki kukamilisha sadaka zao kwa ajili ya kumalizia jengo hilo. Sasa ili tumalizane, unajua nilikuwa nikiwaambia hata jana kule kanisani kwangu kwamba unajua ujenzi wa conference, watu wanasema conference kila siku, lakini imechukua miaka karibu 30 ndio tukarudi kwenye ujenzi. Maana mara ya mwisho tulikuwa tunajenga zile nyumba kule. Sasa miaka 30 ndio unaitwa tena. Huwezi kusema hao watu wamekuwa kero. Maana ni jambo letu wenyewe. Haleluya. Tuliamua, kwa hiyo tukilimaliza, tumemaliza tena mpaka wakati mwingine ambao tutakuwa na mambo mengine ya kufanya. Mambo hayataisha, lakini mambo ya kufanya yatakuwepo, mambo mengine ambayo pia ni ya maana zaidi. Na kwa sababu hiyo ni wapongeze sana kwa kile ambacho mmeendelea kufanya. Najua juhudi kubwa zinaendelea kufanywa, lakini pia tutahitaji kamuda kidogo kama mlivyosema kwamba mnaenda kujipanga na kumalizia kile ambacho mmefanya. Tuliona ni kweli kwamba magoli yanaonekana kama yako juu ya kumalizia, yakavunjwa ili wengine waweze kuyafikia kwa na jambo fulani la kufikia, na ndio maana watu wamefikia pale wasema goli letu sasa angalau hili dogo tumeweza kulifikia mahali fulani kutoka kwenye ile goli kubwa. Kwa hiyo ili tuweze kuyafikia yale lazima tuweze kuzungumza kidogo, tuweze kufikia mahali ambapo tunamalizia yale magoli yetu ambayo tumeshayazungumza. Kuna wale ambao walisema wao wana mapokezi, si ndio? Hebu ule mtani mtagani mbona inua mikono? Mtao mapokezi walisema hapo. Tunaomba bidii kwa sababu bila nyie huku ndani hatuingii. Yaani mko na mapokezi yasipoisha wale waliomaliza kule kwenye vile vitu vingine hawamalizi. Kwa hiyo tunategemeana sana hapo. Mzee wangu wa Njoro anasema lakini angalau vioo viko ndani na yeye bado anahitajiwa amalizie. Kuna kazi kubwa ambazo wale hili holi tunahitaji. Hili holi tunahitaji lianze kutumika kwa mambo mengi, na mwenyekiti alikuwa ananiambia huenda kuanzia leo sasa litabaki hivi maana watakuwa wanaanza matumizi. Haleluya. Tunajua nyumba unaingia taratibu.
Kuna vitu ambavyo vinakulazimisha sasa uanze kufanya shughuli, lakini lazima tufanye skimming, lazima tumalize rangi, tumalize vitu fulani vya muhimu. Kwa hiyo tunawapongeza kwa kazi ambayo mnaifanya, wala hakuna aliyefanya kidogo. Tunajua mmefanya kwa nguvu zote kadiri Mungu alivyoongoza katika kufikia malengo hayo. Akitoa taarifa ya fedha zilizopatikana, mhazini msaidizi wa NTC Joseph Singo amesema changizo hilo lililenga kupata zaidi ya shilingi milioni 378 kwa ajili ya kumalizia jengo hilo, ambapo milioni 53,800,000 ndizo zilizopatikana. Imesomwa taarifa ya shilingi milioni 53,889,200 ambayo kati ya hizo fedha slips tulizozipokea leo ni shilingi milioni 5,205,200. Cash ni shilingi milioni 3,09,950 na ambazo zimesomwa, ila kwa maelezo zitawekwa kwenye trust fund ya kesho kutwa. Tunategemea slips za shilingi milioni 44,774,350 ambayo jumla yake sasa itafanya shilingi milioni 53,889,200. Kwa hiyo kwa goli la shilingi milioni 378,988,439 tunabakiza shilingi milioni 325,099,239. Wakurugenzi pamoja na walezi wa kanda, hao watu wamekuwa ni msaada wetu sana katika kuhakikisha ya kwamba ujenzi huu unasonga mbele. Maana hawa ndio tunawatuma kila mara kwenda kuhakikisha ya kwamba wanapeleka taarifa na kuona ya kwamba mipango mbalimbali inasimamiwa katika kanda zetu na mitaa yetu, fedha ipatikane na ujenzi wetu ukamilike. Mungu awabariki sana walezi wa kanda pamoja na wakurugenzi, na tuwaombe ya kwamba hii sehemu ambayo tumeibakiza tuendelee kushirikiana ili tuweze kukamilisha ujenzi wetu huu wa ofisi kwa wakati na tuendelee na mambo mengine. Lakini kwa namna ya pekee yupo mkurugenzi wetu wa uwakili pamoja na majengo, Pastor Solomon pamoja na estate manager. Hawa ni watendaji wetu ambao wako mbele katika kusimamia kazi, mwenyekiti wa ujenzi. Hawa kila siku wanafuatilia na ndio wako mbele kuhakikisha ya kwamba kazi hizi zinafanyika. Kwa hiyo niwapongeze, lakini niwaombe tuendelee kushirikiana kuhakikisha ya kwamba ujenzi wetu na project yetu hii inakamilika. Turudishe shukrani nyingi kwa Mungu. Kwa sababu yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Siku ile tulipokuwa hapa, hili jambo likionyeshwa kwenye picha, hakuna aliyeelewa ya kwamba litachukua muda mfupi kiasi hiki. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa kutumia viongozi wake, mwenyekiti pamoja na katibu, mhazini, wakurugenzi, wachungaji na washiriki kwa jumla, tumefika hapa tulipofika. Jamani, nawatia moyo sana. Shetani hajafa. Tunaweza tukasikia maneno mengi ya hivi na vile, lakini wenyewe kwa macho mnaweza kuona kwamba Mungu ametenda. Mungu amechukua ushindi. Na nina imani kabisa tukirudi kwa umoja huu tulio nao, umoja ni nguvu. Huu umoja nao uona tunashirikiana kutoka ngazi za juu, wachungaji pamoja na washiriki. Jamani, tayari tembo amekwenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Taarifa hii inatufikisha tamati mwa yaliyojiri NTC juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, kiwemo na Naeli Kajiru, mimi ni Joseph Emmanuel. Unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube channel kwa jina la North East Tanzania Conference ili kupata taarifa zaidi. Vile vile unaweza kulike, kushare na kusubscribe kupata taarifa zaidi na matukio mbalimbali yanayojiri katika conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania. Nikutakie baraka za Bwana na tukutane katika juma lijalo katika kipindi cha yaliyojiri NTC.